Ni Ujikura tena hapa, na katika video ya leo tutakwenda kuendelea na kozi yetu ya NumPy. Kwenye video iliyopita tulijifunza namna kutengeneza dimensions array, okay? So video hii ni mwendelezo wa pale tulipoishia, na tutakwenda kuendelea na kitu kipya kabisa. Tutakwenda kuangalia namna kutengeneza array, okay? So nikukumbushe kwamba in case kama hujanisubscribe, utanisubscribe, utacomment, utalike, okay? So twende tukaanza. Sasa tuangalie namna ya kutengeneza array. Kama nilivyosha kusema kwenye pati hii, tutakwenda kujifunza namna ya kutengeneza array. Ila unaweza kujiuliza swali, kwa nini tunatengeneza array? Iko hivi, hatuwezi kuandika namba nyingi kwa mikono, okay? Kwa mfano tunahitaji kuandika 0 ijirudie times 1000, okay? 0 mara 1000, tuandike 0 hadi ifike idadi ya 1000. Hatuwezi tukaandika manual. Kwa hiyo tunatumia NumPy kwa sababu NumPy ina njia za automatical za kutengeneza namba hivyo, okay? So tuende tukaangalia sasa. Kwanza kabisa utakwenda uta input NumPy as np kama kawaida. Then sasa hapa hivi tuna aina mbalimbali za array. Tuna aina ya kwanza ambayo tutakwenda kuiangalia. Aina ya kwanza inaitwa np, okay? np zeros. np zeros ni nini? Kwamba ni NumPy zeros. np zeros hii hapa hivi ni array ya sifuri. Kwamba itafanyaje? Inatengeneza array yenye sifuri peke yake, haiweki moja, haiweki nini, ni array yenye sifuri only. Kwa nini muhimu? Unaweza kuuliza. Iko hivi, neural networks zinaanza na weight, na weight ni namba zinazobadilika badilika, okay? So wakati wa training inaanza na sifuri na ndipo zinakuja kuchange, okay? So in case unahitaji 0,1000, okay? Kwa sababu nimesema inaanza na sifuri. So in case unahitaji 0,1000 kwa ajili ya kuanza training, utafanyaje? Utaandika manual au utafanyaje? Hapo ndipo NumPy inavyotusaidia. Tunatumia np zeros kutengeneza hizo 0,1000. So tuende nikakuonyesha jinsi ya kutumia. Sasa ngoja nifute hapa nikuonyeshe. So mimi nitatengeneza variable yangu kama kawaida. Tunaanza na variable. Tengeneza variable ali, okay? Variable ali sasa na np sasa NumPy .zeros, okay? Ali sasa na np zeros, then utaweka mabano yako, okay? Alafu sasa hapa hivi kitu cha kuelewa ni kwamba hapa hatuweki zile square bracket, okay? Hatuweki square bracket hapa hivi. Utakwenda kuweka namba. Kwa mfano variable ali sasa na np zeros, kwenye bracket utaweka idadi ambayo zero zako utahitaji zirudiwe. Kwa mfano nikiweka moja, alafu tena print variable ali, print variable ali, okay? Nikirun tutaona output kwa ile sifuri imerudiwa mara moja. Hapa hivi imeandikwa 0,1. Kwa hiyo hapa hivi ndipo unapoamua sifuri yako iandikwe times ngapi, okay? So mfano nikiandika maybe 100, okay? Run, sasa tukaona imejiandika sifuri kwa idadi ya 100. Ukitaka kuhakikisha kwamba ziko 100, utatumia trick hapa hivi. Utaandika print variable ali then size, okay? Variable ali size. Tukirun tunaweza tukaona hapa chini imetuandikia 100 kwamba elementi zetu zipo 100. Na ukitaka kuangalia data type utaandika print kama kawaida, then variable ali tuangalie shape kwanza. Variable ali shape, okay? Tukirun tunaweza tukaona kwamba ni element 100. Pia tuangalie number of dimensions, ni aina gani ya array, 1 dimension, 2 dimension au 3 dimension. Ngoja tuangalie print variable ali .ndim, okay? Tukirun tunaweza tukaona output imetuambia ni 1, okay? 1 dimensional array. Sasa hivyo ndo namna ya kutengeneza array ya sifuri. Ila tunaweza tukajiuliza kitu, kwa nini hizi sifuri na dot dot? Kwa mfano ngoja tuhakikishe kwanza kitu kimoja, data type, okay? Print variable ali dot data type, okay?
ya tuangalie ni aina gani ya data. Tukiangalia ndio tukaona hapa chini output. Okay, tukiangalia tunaona ni float. Kwamba float ni decimal. Na actually hapo ni decimal. So what if unahitaji kubadilisha data yako iende kwenye integer, iwe namba kamili, isiwe decimal. So actually ni decimal na pia tumeambiwa ni float 64. Sasa ukihitaji kuchange data type kwenye array yako, utakachoenda kufanya utakuja kwenye nani yako hapo juu ya array yako na utaweka comma. Okay, utaweka comma alafu utaandika data type d type. Okay, utaandika data type sawa sawa na integer. Okay, ya tukirun program tutaweza tukaona kwamba hapa chini imebadilika, imekuwa int 64. Ya hivyo ndo namna ya ku change. Ya na pia sasa hapo hivi unaweza kujiuliza pia kitu kama hii hapa hivi tumeangalia ndim number of dimension, tukaona ni one dimensional array. What if tunataka tutengeneze array ya sifuri iwe two dimensional array au iwe three dimensional array, utafanyaje? Okay, ya iko hivi, ni rahisi. Kitu ukifanya ngoja nisifute nani yangu yote, tuache hizo zibaki. Tufanye hivi. Ukihitaji kutengeneza array ya sifuri iwe two dimensional array au three dimensional array, utafanya hivi, utaweka mabano. Okay, haya mabano, hiyo single mabano, hayo mabano hayo inamaanisha ni one dimensional array. In case unahitaji kutengeneza 2D utaongeza mabano. Okay, utaongeza nini? Mabano. Alafu ndani yake utakwenda kuandika rows zako na columns. Utakwenda kuandika nini? Rows and columns. Actually inayoanza ni rows. Kwa mfano nitengeneze rows 5. Okay, utaweka comma. Alafu utatengeneza columns zako. Maybe nataka rows 5 na column 3 kwenye kila row, utaweka 3. Then nikirun naweza nikaona output ya imeniletea hapa chini. Tukiangalia kwa makini tutaweza tukaona kwamba rows ziko 5, 1 2 3 4 5, columns 1 2 3. Okay, sasa hapa hivi tukiangalia bado ni float, kwamba ni decimal. What if unahitaji kuchange data type itoke kwenye float iende kwenye integer? Utakuja hapa hivi mwisho wa haya mabano, then utaweka comma. Okay, utaandika data type. Okay, d type then sawa sawa na int. Tukirun tunaweza kuona kwamba imebadilika, zile dot zimepotea huku ndani. Okay, ya hizi dot zimepotea. Na tukiangalia aina ya data type tuliyopata hapa chini, tukiangalia ni integer 64 hapo. So pia tunaweza kujiuliza kwamba what if unahitaji kutengeneza 3D dimensional array, utafanyaje? Ambayo itakuwa na 0 0. Utafanya hivi kama nilivyosema, single mabano ni 1D, double ni 3D na triple itakuwa ni 3D. Okay, ya so utakwenda kuongeza mabano ya kwanza na ndani ya mabano utakwenda kuweka mabano ya pili, mabano la tatu utakwenda utaliongeza. Okay, sasa hapa hivi kuna kitu muhimu kuelewa kwanza. Kwenye nani nilisema kwamba tunakuwa tuna layers, rows and columns kwenye upande wa 3 dimensional array. Tunakuwa tuna vitu vitatu, tuna layer, rows and columns. So hapa hivi utakwenda kuandika layer. Unahitaji iwe na layer ngapi? Layer 2, 3, 4 au yoyote ile utakayotaka. Mimi nitachagua layer 3. Kwa hiyo utakwenda kuandika layer zako, then comma, utaacha nafasi. Utakwenda kusema unahitaji rows ngapi. Mimi nahitaji rows 5 actually, nitaweka comma, then columns ngapi? Nahitaji columns 4. Okay, hapo nitakuwa nimeshatengeneza 3 dimensional array yenye array ya sifuri tu. Tukirun tunaweza tukaona output ya actually imetuletea. Tukiangalia hapa hivi tuna ya kwanza hapa, imetengeneza nali ya kwanza hapo, array ya kwanza hapo tunaweza kuona. Alafu tuna ya pili hapo na ya tatu hii hapa chini. Okay, tukiangalia shape hapa chini ni 3 dimensional array. Okay, tukiangalia shape ni sawa sana ile tulioitengeneza pale juu kwamba ni
layers 3, 5 rows and 4 columns. Na pia tukiangalia aina ya data ni float 64. So what if unahitaji kuchange data type? Okay, utakuja hapa mwisho mabano, utaweka koma, then utaandika data type is equal to type is equal to int. Okay, tukirun tutaona kwamba imekuwa ni integer 64, na tukiangalia hapa juu, tukiangalia hakuna yale masifuri madoti doti tena, imekuwa ni pure 00. Hiyo ndo NP zeros. Na pia kuna kitu kingine sasa, kuna aina nyingine ya array. What if unahitaji kutengeneza array yenye moja zote, yani array hiyo ime contain 1 kama jinsi tulivyotengeneza kwenye NP zeros, so iwe na moja moja. Utaenda kufanyaje? Utakwenda kuandika NP ones. Kuna kitu kinaitwa NP ones. NP ones itakusaidia kutengeneza array inayo contain only ones. Okay, tengeneze hapa hivi NP ones. NP ones. Tukiangalia hapo kwenye NP zeros ilikuwa ni masifuri sifuri, lakini kwenye NP ones itatengenezea moja. Tukirun tutaona output zimekuwa ni moja moja. Okay, hivyo ndivyo namna ya kutengeneza array ya moja. Haitofautiani sana na NP zeros, ndio maana sitaka kuinanili. Ukielewa NP zeros, NP ones pia utakuwa umeelewa hivyo hivyo, inafanya kazi the same. So tukaangalie aina nyingine ya array. Tuangalie aina nyingine ya array. Sasa tuna aina nyingine ya array inaitwa NP full. Okay, NP full ni same as NP zeros na NP ones, but hii hapa ni array ya namba yoyote. Okay, so tuangalie namna inavyofanya kazi. Iko hivi, ngoja tutengeneze na yetu hapa hivi, variable yetu, variable ali sawa na np dot full. Okay, np full, then utaweka mabano kama kawaida. Hapa hatuweki square bracket. Okay, so hapa hivi, ngoja nifute kwanza hii output huko chini. Iko hivi, np full tuna vitu viwili. Kwa kwanza kabisa ni idadi. Okay, tunahitaji namba irudiwe mara ngapi? Kwa mfano, ngoja nikuonyeshe. Niandike 5 then niweke 7. Inamaanisha nini? Hapa hivi nimeiambia kompyuta kwamba niandikie 7. Okay, niandikie 7 kwa idadi ya ngapi? Ya 5. Irudie 7 mara 5. Okay, ndio NP full inavyofanya kazi. Tukiprint variable ali, tukiprint variable ali tutaona output ya kwamba ile 7 imerudiwa 5 times. Ukitaka kudhibitisha utaandika print variable ali size. Okay, tuangalie idadi ya elementi zetu. Tukiangalia idadi ya elementi zetu ni 5. Okay, ukitaka kudhibitisha zaidi niandike maybe 10. Tukiprint tunaweza tukaona kwamba imerudiwa mara 10. Sasa tuangalie kitu kingine. Tuangalie kuna aina nyingine ya array inaitwa NP arrange. NP arrange ni nini na inafanya kazi? NP arrange inafanya kazi exactly na range jinsi inafanya kazi. Kwa wale ambao wameshapitia range wataelewa jinsi inavyofanya kazi. Hii hapa hivi inatengeneza mfululizo wa namba. Okay, mfululizo wa namba kama range jinsi inafanya kazi, lakini tofauti ni kwamba inarudisha kwa mfumo wa array. Okay, so tuangalie namna ya kuitumia. Actually utatengeneza variable yako na utadefine kama hivyo, lakini kabla hujakwenda kuanza kuambia kitu kimoja. Kuna formula moja hapa hivi inaitwa start stop step. Okay, start stop and then step. Okay, hii ni formula ambayo utakwenda kuitumia. Ngoja ni comment sehemu hapa hivi. Hii ni formula tutakwenda kuitumia. Sasa tuangalie namna kutengeneza array yenye arrange. Okay, tutaanza variable yetu, variable ali sawa na np.arrange, then utaweka mabano yako kama kawaida. Alafu sasa hapa hivi nikuonyeshe
tumesema kwenye formula yetu tuna start step. Okay, sasa tusitumie kwanza hiyo, tuandike np arrange then tuweke 10. Okay, ya tu run program tuangalie jinsi itakayofanya. Unajua tu print, tukiprint variable ali. Okay, tunaweza tukaona kwamba imeanza 0 1 2 3 hadi 9. Okay, tukiangalia print variable ali dot size. Okay, tukiangalia size tukirun tunaona kwamba tuna elementi 10. Ya, sasa hapa hivi kuna kitu cha muhimu lazima ukielewe, kama hujapitia range au uko comfortable na range. Iko hivi, tumeandika 10 kwamba tunahitaji irudiwe iandike mfululizo kuanzia 1 hadi 10, lakini actually haitaanza 1. Okay, itaanza 0. Actually computer inaanza kuhesabu kuanzia 0, masuala ya index. Okay, yeah, kwa hapo inaanza 0 1 2 3 4 hadi 9. Hii 10 hai included, inaachwa. Okay, ya nadhani hapo tutaelewana. Sasa ngoja nikuonyeshe mfano mrahisi ili uweze kuelewa. Nimesema hii namba ya mwisho hai included. Okay, umenipata? Sasa iko hivi, sasa twende tutumie mfano wetu start stop step. Okay, iko hivi, tuseme tuanzie 1. Okay, tuanzie 1, start 1 then stop kwenye 10. Itafanyaje? Tukirun tunaweza tukaona output imeanza 1 imeishia 9, lakini ya mwisho haijahitajika. So what if unahitaji include 10? Utakachoenda kufanya utakwenda kuandika 11. Tukirun tunaona imeishia 10. Okay, yeah, hivi ndo namna ya kutumia. Utasema anza kwenye 1 ishia 11 ili upate target yako ambayo ni ngapi? 10. Sasa in case unahitaji kutumia step, tuandike 10 ili tuweze kuelewa kwa haraka. 10 start kwenye 1, stop ishia kwenye 10, ila 10 itakuwa included, itaishia 9, ishia kwenye 10, lakini ruka step 2. Okay, kwamba itaruka step 2. Okay, tukirun tukaona kwamba imeanza 1 3 5 7 9. Ndio jinsi np arrange inafanya kazi. In case kama hujaelewa vipi, rudisha video nyuma, practice kwenye mashine yako. Okay, run code utaelewa np arrange vizuri. In case kama unajua arrange the same. Yeah, sasa tuangalie kitu kingine. Kuna kitu kingine kinaitwa npi. Okay, np.i. Okay, kwa kitu kinaitwa npi. NPI inafanya hivi. NPI ni inatengeneza identity matrix. Nadhani tunaelewa kwa nini tunatumia NPI. NPI ni muhimu sana kwenye upande wa linear algebra. Tutakuja kuona jinsi inavyofanya kazi. Okay, so tuangalie namna kuitengeneza. Tutaanza variable ali sawa sawa na np.i then utaweka mabano, then tukiandika 4, tutakuja tuandike 4 then to print variable ali, Okay, tukirun program tunaweza tukaona kwamba imetengenezea identity matrix ya diagonal yenye 1. Okay, na hizi ngezi zinakuwa 0. Tuanza maybe tuandike 10 au 40, maybe tuangalie hivyo. Tunaweza tukaona kwamba imetengeneza same. So in case unahitaji kutengeneza ngoja tuangalie hapa hivi, tuangalie ndim. Okay, print ali variable ali dot ndim. Tukirun tutatuambia ni 2D. Okay, yeah, tukiangalia yenye 4 tukirun ni 2D. Okay, yeah, actually inakuwa 2D. So in case kama kuna sehemu pamekuchanganya utaniuliza kwenye comment. Okay, na basi baada ya hapo hivyo niseme kwamba ndo mwisho wa
wa part 3 na tukutane kwenye part 4, na part 4 tutakwenda kuangalia kitu kingine cha muhimu zaidi katika NumPy. Okay, so nikumbushe kwamba unaweza ukanisubscribe, ukalike na comment in case patakuwa na question, na usahau kushare kwa marafiki zako ili wote tu pamoja kwenye safari hii ya AI. Okay, yeah, so tukutane kwenye video inayofuata.